Kwa dakika chache, simu yake ilikaa kimya. Hakuna ujumbe, hakuna email, hakuna majibu. Na hii haikuwa mara ya kwanza. Ilikuwa ni mara ya 10, ya 20, labda hata mara ya 100, baada ya kutuma CV nyingine na kuendelea kusubiri. Hii ndiyo hali ya maelfu ya vijana leo hii, ndani ya Kenya, Nigeria, Tanzania na hata South Africa. Ndoto ni moja, ajira. Lakini kwa wengi, ndoto hiyo inaishia kwenye ukimya. Kwa nini? Kwa nini vijana wengi Afrika hawapati ajira? Ukweli unaanza hapa. Kila mwaka, mamilioni ya vijana wanahitimu wakiwa na vyeti, wakiwa na matumaini, lakini soko la ajira halikui kwa kasi hiyo. Kwa mfano, Nigeria, zaidi ya vijana milioni 1 hadi milioni 2 wanaingia kwenye soko la ajira kila mwaka. Lakini nafasi zinazopatikana ni chache sana ukilinganisha na idadi hiyo. Kenya, takriban vijana 800,000 hadi milioni 1 wanaingia kwenye soko la ajira kila mwaka. Lakini ajira rasmi ni chache mno. Hapa Tanzania, mamia ya maelfu ya vijana wanahitimu kila mwaka, lakini wengi wao wanaishia kwenye sekta isiyo rasmi ama kubaki bila ajira ya kudumu. Na South Africa, hata kama ni moja ya nchi zilizoendelea zaidi barani, ukosefu wa ajira kwa vijana bado ni mkubwa sana. Na hapo ndipo ukweli unapokuwa wazi kwamba tatizo hili si la nchi moja, ni la bara zima. Lakini pia hata mfumo wa elimu una nafasi kubwa kwenye tatizo hili. Kwa miaka mingi tunafundishwa zaidi nadharia kuliko ujuzi wa vitendo. Vijana wanahitimu wakiwa na maarifa, lakini ni lazima wawe tayari kwa kazi halisi. Waajiri wanatafuta uzoefu, lakini vijana wengi hawajawahi kuupata uzoefu huo. Na hapo ndipo mzunguko unajirudia. Huna uzoefu, hupati kazi. Huna kazi, hupati uzoefu. Na muda unapita, miezi inageuka miaka, na CV zinaendelea kutumwa, lakini majibu yanabaki yale yale, kimya. Lakini pia kuna upande mwingine ambao hauzungumzwi sana, uchumi. Katika nchi nyingi, ukuaji wa uchumi hauendani na idadi ya watu. Makampuni ni machache, nafasi ni chache, lakini watu ni wengi. Na hapo ndipo pressure inaongezeka kwa vijana, kwa familia na kwa jamii nzima. Na polepole hali hii inaanza kuonekana kwenye maisha halisi. Baadhi ya vijana wanaanza kukata tamaa. Wengine wanaingia kwenye biashara ndogo ndogo, wengine wanaamua kuondoka kutafuta maisha nje ya nchi, na wengine wanaingia kwenye njia ambazo hawakuwahi kufikiria. Lakini swali linaanza kubadilika. Je, tatizo ni vijana ama mfumo mzima? Kwa sababu leo tunaona mabadiliko mapya, kwamba dunia yenyewe imebadilika, lakini mfumo wetu bado uko nyuma. Lakini pamoja na changamoto hizi zote, kuna ukweli mwingine, kwamba dunia ya leo imefungua milango mipya ambayo haikuwahi kuwapo hapo kabla, na baadhi ya vijana tayari wameanza kuingia humo. Si kwa sababu wamepata ajira, bali kwa sababu wameunda ajira zao wenyewe kupitia teknolojia, simu moja tu na mtandao. Wengine wanafanya kazi mtandaoni, kudesign, kufanya matangazo ya biashara kupitia mitandao ya kijamii. Wengine wamegeuza vipaji vyao kuwa kipato, muziki, maudhui na biashara ndogo ndogo. Wengine wameanza kuona fursa mpya, kilimo cha kisasa, ufugaji, huduma ndogo ndogo. Lakini ukweli unabaki kuwa njia hizi si rahisi, zinahitaji kujifunza, kujaribu na uvumilivu mkubwa, na si kila mtu ana rasilimali wala nafasi ya kuanza. Na hapo ndipo changamoto halisi ilipo, kwamba suluhisho halipo kwa mtu mmoja tu, bali kwa mfumo mzima. Lakini hadi mfumo ubadilike, wengine tayari wameanza kujibadilisha, kwa sababu nyuma ya kila CV kuna maisha, lakini pia kuna uwezo ambao bado haujatumiwa. Na labda swali si tena kazi ziko wapi, bali ni tunazipataje au tunaziunda vipi? Kwa sababu kizazi hiki kinaweza kuwa ni kizazi cha kusubiri
au kizazi cha kubadilisha mchezo. Hii ni Ikumbukwe, mahali ambapo historia haisauliki.